Je, tunayo haki ya kuwa wana wa Mungu aliye hai? Bwana Yesu asifiwe. Tutaanza na Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 21. Wakorintho wa pili 5:21 nasema ya kwamba yeye asiyeijua dhambi alifanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu sisi. Bwana Yesu asifiwe. Alifanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu sisi, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yaani Yesu Kristo alifanywa na Mungu awe dhambi kwa ajili yetu sisi, ili sisi wenye dhambi tufanye kuwa haki ya Mungu kupitia kwake yeye Kristo aliyefanya dhambi kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana nimesema ya kwamba, je, mpendo, unajua ya kwamba umefanywa kuwa haki ya Mungu, umefanywa kuwa mwana kwa sababu kuna haki ambayo Mungu amewachilia juu ya maisha yako. Wengi tunatambua ya kwamba imesemekana kwamba tukiokoka sisi ni wana wa Mungu. Siamini hiyo, kwamba Wakristo wote kwa sababu tumeokoka ya kwamba sisi sote ni wana wa Mungu. Mimi siamini, na nitakwambia kwa sababu gani siamini. Ndio maana nimeuliza, unaamini wewe ni mwana wa Mungu? Ukisema ndio, sasa tuangalie mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeambiwa yule ambaye alikuwa hana dhambi, yaani Yesu Kristo, Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yako wewe na kwa ajili yangu mimi, ili mimi na wewe tuweze kufanywa kuwa haki ya Mungu. Ukisema haki ya Mungu, unajisema wewe mwenyewe. Ama maandiko au angalia kwa Biblia yako, pengine yako inadanganya. Angalia Biblia yako, hapo mwisho inasemaje? Alifanya kuwa haki, ametufanya kuwa haki ya Mungu. Si kwamba tumefanywa kuwa tuna haki. Hapana, tumefanywa haki ya Mungu. Sijui kama Biblia yako inasema kama yangu. Yangu inasema mimi Ibrahimu nimefanywa kuwa haki. Mimi ndio haki ya Mungu. Kama kweli mimi ni mwana wa Mungu. Kama kweli mpendwa, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ndio haki ya Mungu duniani. Twendeni kwa Yohana. Naona sasa naanza kukaziwa macho. Twendeni kwa Yohana. Yohana 1:11. Tutaanza 12 hadi 13. Tuanze 11, tuanze 11 ndio tuisome vizuri. 11 hadi 13. Kama umefika ndio tusome pamoja. Nataka uangalie nikisoma. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 11 inasema hivi: Alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Komea hapo kwanza. Alikuja kwa watu wake, lakini watu wake hawakumpokea, wakamkataa. Sasa akaangalia watu wengine ambao ndio sisi, ambao ndio wewe na mimi, ambao si Wayahudi katika damu, ambao hatujazaliwa katika maeneo yale ya Kiyahudi. Alikuja kwa ajili ya Wayahudi. Wayahudi hawakumpokea, akageukia watu wengine, akaangalia watu wengine. Sasa sikia wale Yesu aliowafuata, aliowageukia kuangalia. 12 inasema hivi: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Wote waliompokea walikuja kwa walio wake, walipomkataa akageuka
kuwageukia wengine. Ndio Yohana anasema, bali wale wote waliompokea aliwapatia uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, wale ambao wanaliamini jina lake. Lakini hakukomea hapo. Sasa tunaenda pale tunamalizia 13. Anasemaje? Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukazaliwa kwa mapenzi ya kibinadamu, ukisema wewe ni mwana wa Mungu, wale waliompokea walizaliwa si kwa mapenzi ya mwanadamu wala si kwa damu yao wala si kwa mapenzi ya mwili, si kwa hali za mwili, bali walizaliwa kwa ajili ya Mungu. Walizaliwa kiungu. Tunaomba sasa, endelea kunikonyezea macho, utapata kile Bwana anataka ukipokee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Warumi 8:14. Warumi 8, ndio nirudi hapo. Nataka nikufungulie hapo kwa sababu naona ni kama unasema Wakristo wote sisi hapa si wana wa Mungu. Warumi 8:14. Wale wote wanaoongozwa na Roho, hao peke yao ndio wana wa Mungu. Wale, unajua nasoma, wanaoongozwa na Roho, hao peke yao ndio wana wa Mungu. Sasa turudi kwa Yohana. Tumeambiwa mstari wa 13 imetuambia kwamba waliozaliwa si kwa damu, ni wale wanaoongozwa na Roho. Waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili, ni wale wanaongozwa na Roho. Waliozaliwa si kwa hali zote za kibinadamu, ni wale wanaongozwa na Roho. Kwa hivyo tunapaswa tuzaliwe katika Roho, ndio tukue wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama unanielewa. Na kama hujaelewa niambie haujaelewa. Kwa ajili huu ujumbe ni wako wewe na mimi, na lazima tutaufanyia kazi. Mpendwa, maandiko yanasema kwamba wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Ni wale wanaoliamini jina lake, ambao hawakuzaliwa kwa damu wala kwa hali za kibinadamu wala mapenzi ya mwili, yaani hawajazaliwa katika mambo haya. Nataka kupatia mstari mwingine katika Zaburi ya 45 mstari wa 10. Inasema, sikiliza binti, tazama na utege sikio lako. Hiyo ndio maandiko inasema. Kwa ajili kuna siri hapo katika kuzaliwa. Inasema, sikia binti. Sitaki kumalizia hiyo part ya mwisho, nataka nisome. Sitaki kuimalizia kwa maneno yangu, nitaharibu utamu. 45 verses 10. Which book? Psalms, Zaburi. Anasema, sikia binti, utazame, tega sikio lako, wasahau watu wako na nyumba ya baba yako, naye mfalme atautazama uzuri wako, na maana ndiye Bwana wako, na utamsujudia. Unajua, hivi ndivyo Bwana anatuambia, wakati unapowachana na damu yako, kwa ajili damu yako ndiyo itakufanya mpendwa upoteze ule wana wa Mungu. Anasema ukiwasahau watu wa nyumba yako, ndio mfalme wako atakupenda, ndio Bwana wako atakupenda, atautazama uzuri aupende, nawe unapaswa msujudie. Wapendwa, tunapaswa tuangalie ni watu gani ambao mimi
yangu, hauwezi kuwa mwana wa Mungu. Je, ni mambo yangu nimeweka mbele, sio mambo ya Kristo, hauwezi kuwa mwana wa Mungu. Je, ni biashara zangu, ni watoto, mambo yangu ya hali ya mwili, ni yale ninapenda, ndio nimeweka mbele. Ndio naona mchungaji anatuambia tuko online wiki na tuko kwa ajili ya Kristo, na uko online kwa ibada, kwa sababu umeweka mbele mambo ya mwili, hauwezi kuwa mwana wa Mungu. Simple. Kwa ajili nafasi ya kwanza lazima ni ya Kristo, lakini umempatia nafasi ya pili, umechukua ya kwanza, umejipatia, huwezi kuwa mwana wa Mungu. Ndio akasema ukitaka kuwa mwanafunzi wangu, sharti ujitwike. Watu wanapenda kusema ubebe. Ujitwike kwa mapenzi yako, ujitwike msalaba wako, alafu uamue kumfuata. Ujikane mwenyewe, ujitwike msalaba, ya kwamba mimi mapenzi yangu nayaweka chini. Mimi napenda club, lakini kwa ajili ya Kristo club naweka chini, sitaki tena. Umejikana. Mimi napenda kuchat sana, kwa ajili ya Kristo mimi sitachat tena, wacha nianze kutafuta Biblia nisome. Unaanza kujitengenezea nafasi ya kukua mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili tumeambiwa mambo hapa, na napenda kuyarudia haya mambo matatu peke yake. Jambo la kwanza, si kwa damu. Wale walioliamini jina lake walizaliwa si kwa damu ya baba yao, sio kwa hiyo damu. Kwa hivyo ukibeba watu wa nyumba yako, ya kwamba mimi, ndio unaona kuna mtu alimwambia Yesu, akamwambia wacha kwanza nikamzike baba yangu na mama yangu ndio nikufuate. Akamwambia wachana na wafu, wazikane, wewe kufuate. Kwa ajili Kristo anajaribu kutufundisha kwamba watu wa damu yako ndio watu wa kwanza watakufanya usikue mwana wa Mungu. Adui za mtu ni watu wa watu. Ni majirani. Si ni watu wa damu yake, watu wake, baba na mama, ndugu na dada. Si ni watu wa damu yako. Ndio Kristo anasema ndio adui wa mtu. Ndio anasema wanaozaliwa si kwa damu, au ndio wanaweza kuwa wana wa Mungu. Ya pili nasema, acha nisome hii sasa, hii lazima nisome. Wala si kwa mapenzi ya mwili. Hawakuzaliwa kwa sababu ni watu wawili walipendana wakafanya mapenzi ya mwili, wakasema kwamba huyu ni mwanangu, huyu ni mwanangu. Hasha! Ni kwa sababu Kristo alikuja kwa ajili ya watu wake, wakamkataa. Akasema sasa, yule atakaye nikubali na kunipokea, huyo nitamfanya kuwa mwana, kwa sababu amewacha kwangu. Mimi nimekuja kwa ajili ya wangu, wamenikataa. Sasa wacha nipate wengine. Kama mpendwa, leo utaamua ya kwamba mimi kweli nataka kuwa mwana wa Mungu, wacha nikate haya ambayo yamenizuia siku zote nisimwone Mungu. Na Mungu atakuona. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo tumekuwa tukiyafanya, tunafikiria ni ya maana, lakini yanaturudisha nyuma. Nilikuwa nikisoma juu ya utumishi, na kuna jambo likanisumbua sana. Najua mtumishi wa kwanza ni Adam. Mtumishi wa Mungu wa kwanza ni Adam. Alipowekwa katika bustani, Mungu akamwambia fanya hivi, fanya hivi, hii ndio huduma nimekupatia. Lakini sijui mambo yalifanyikaje. Mungu akamrudia, akamuuliza, Adamu uko wapi? Umefanya nini wewe? Akasema ni huyu mwanamke ulinipa. Na kweli Mungu Adamu alikuwa kweli. Si ni kweli hata unajua. Hapo analalamika, mbona Mungu hakumwadhibu kama kweli Adamu alikosea? Mungu alimwambia, nilikupatia ministry, ulifanyaje na ministry? Akamwambia Mungu, ni yule mwanamke uliyenipa.
ajili Adamu pekine alijua mke mwema anatoka kwa nani. Mke mwema anatoka kwa nani? Na kama Mungu ndiye amempatia na huyo ndio ameharibu huduma yake, amkomplenie nani? Si Mungu. Si Mungu alipomuuliza imekwaje, akamwambia wewe unajua. Ulinipatia wewe unajua. Mpendwa, kwa ajili kuna kitu nataka upate kuona. Huyu mtu ambaye ameharibu huduma yako ni mtu, ni wewe mwenyewe. Kuna mtu ambaye umempatia nafasi katika moyo wako, ambayo ni nafasi ya Kristo ameiketia. Bwana Yesu asifiwe. Watu wako na haki ya kuwa wana wa Mungu. Wajua hiyo ya Adam, wacha nimalizie. Chapter 2 verses 18. Genesis. Kuna haki tu hapo nataka kuiruka lakini inanikosesha amani. Wacha niwampatie. Ndio tuendelee. Genesis 2:18. Wajili huyo ndio mwana huduma wa kwanza Mungu alimleta duniani. Nasikia mambo yakaharibika, akamzungumza. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi na wa kufanana naye. Ni Mungu alisema, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na msaidizi huyu alikuja ili amfanane, lakini kuna mambo ambayo mpaka wa leo huwa yanatusumbua. Hata wale wasaidizi Mungu ametupatia. Kama baba yetu ni mchungaji, si mama pia lazima akuwe wa kufanana naye. Ni kweli? Kwa hatusemi hao, tunasema mfano. Kama baba yetu ni mchungaji, si mama yetu anapaswa kufanana, akuwe msaidizi wa kufanana. Si ni kweli? Lakini kama mama yetu baba anakuja kwa kanisa, mama anaenda ugangani, tutakuwa na problem. Mimi si baba itafika, si itakufa. Sasa hebu tafakari, ni nini kufanya wewe haufanyi vile Mungu anataka? Bwana Yesu asifiwe. Turudi katika haki. Hiyo ilikuwa inanisumbua, nimemalizana nayo, ingawa sio vile makipina nige pause. Bwana Yesu asifiwe. Wote sasa nataka refresh hiyo verse. Kwa ajili kwanza ni wale walioliamini jina la Bwana wakampokea. Si ni kweli? Walipomwamini walimpokea. Ndio Mungu sasa ndio Bwana Yesu akasema, ninawapa uwezo wa kufanyika wana. Na tumesoma hapo nyuma ya kwamba hawakuwa wana. Si ni kweli? Adopted child. Wewe ni mtoto si wa hii nyumba. Lakini Baba amesema, unaweza kuwa mtoto wangu. Nimekuwezesha, unaweza kuwa mtoto wangu. Je, wewe ni mtoto au bado? Si bado. Ama wewe ni mtoto? Kwa ajili hivyo ndivyo ilivyo. Baba amesema nyinyi nyote mnaweza kuwa watoto wa Mungu. Si sote si watoto wake, si kweli? Lakini mnaweza kukua. Tumekuwa. Si mpaka sisi wenyewe kukiri ya kwamba tutakuwa. Si ni kweli? Ndio hivyo sasa. Yesu alisema mnaweza, nimewapatia uwezo. Elijah nimekupatia uwezo, ukuwe mtoto wa Mungu. Lakini mpaka mwenyewe achukue hatua, aseme leo nimekuja, ninasarenda, nataka kukua mwana. Ndio mlango ufunguke, uingie katika nyumba ya baba yako. Si ni kweli? Lakini tunachukulia maandiko kwamba nimeandikwa mimi ni mwana. Sasa nataka tujiulize, ni wangapi tuko wana wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mpendwa fulani nilikuwa nikisoma na nikasoma habari yake. Alikuwa kijana mzuri, ameokoka na mpenda Kristo. Na alikuwa alikosi kanisa. Alikuwa anaenda kwa ibada, yeye amejitolea kwa kanisa, alikuwa na ripoti nzuri sana. Lakini alikuwa anaishi maisha ya mateso. Alikuwa anateseka. Siku moja ametoka kwa ushirika wa neno, ametoka kanisani, amejawa na mawazo,
kwa barabara, akaangalia kulingana na maagizo ya trafiki, lakini akili haikuangalia barabara. Akaangalia na akivuka akagongwa na gari akafa. Kijana amejitolea katika Bwana, anamtumikia Bwana vizuri, lakini wapendwa, alipokufa malaika akamtokea akamuuliza, Elijah, mbona uko hapa? Akasema, asante Bwana, nimekufa. Nilikuwa kama Lazaro. Bwana, nakushukuru kwa sababu nimekufa. Wacha niende nikapumzike. Malaika akamwambia, hasha, wewe siku zako hazijafika. Kwa nini unakuja huko? Akamwambia, yale mateso nimeteseka Bwana wangu, hauoni vile nimeteseka? Malaika akamwambia, njoo nikuonyeshe. Akampeleka mahali kuna room, akamwambia, angalia, hizi ni hazina zako zote zile Mungu alikuwekea ili ufanyie kazi duniani. Ulikuwa na jitu limesimama mbele ya hizo hazina. Akamuuliza, wewe kwa nini umemzuia huyu hachukui baraka zake? Malaika yule pepo akamwambia, sasa mtu wa kulalamika kila siku atachukua nini? Yeye kila akianza kuomba, Bwana, ona vile nateseka, ona mwanamume huyu ananitesa, ona vile nyumba yangu inahangaika, ona vile nilivyo, ona Bwana mchana wangu nimesoma, lakini hata Bwana uniangalii. Akamwambia, hawezi kupata kitu, mimi sijazuia hata moja. Lakini wakati akianza kuomba analalamika, siwezi kuruhusu baraka zake zikamfikia. Huyu ni malalamiko. Malaika akamgeukia akamwambia, umesikia? Wewe unajua ni mwana wa Mungu? Wewe unajua una haki zote za mwana wa Mungu? Akamwambia, najua, imeandikwa. Akamwambia, bado haujui. Kwa nini haujaamini ya kwamba wewe una haki zote kama wana wote wa Mungu duniani? Bwana Yesu asifiwe. Na huyu mpendwa akaambiwa, sasa ule mwili wako umepelekwa pale kwa casualties, umefikishwa hapo ndio watu waangalie kama amekufa atupe moja. Huku yuko kwa malaika anamzungusha, anamwonyesha. Wapendwa, malaika akamwambia, rudi, nimeambiwa nikwambie rudi. Ukifika huku, enda ukadai haki yako kama mwana wa Mungu, na usimame udai haki yako kiukweli. Kwa sababu kuna mambo alimfundisha, akaelewa ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na hiyo ndio baada nimekuwa nayo hii wiki. Kwa pale maskani kwangu nafanya shughuli zangu. Lakini nikauliza swali, wewe ndiye yule Ibrahim anajua kweli? Wewe ndiye yule? Lakini sehemu huyu ni Ibrahim. Mimi nikatoa mambo yangu, nikatoa matendo yangu. Kwa kila nasema, njoni na hoja zenu nzito zile zenye nguvu, njoni nazo. Ili nikupatia hoja zangu zote. Kile akanikumbusha hii ujumbe, na sikuwa nimeambiwa nikuje nayo. Mimi nilikuwa ninaendelea kutengeneza moyo wangu. Lakini akanikumbusha, yule mtu nilikufanya ukajifunza. Rudi sasa ukasome, rudi sasa ukafanye kile nilikufundisha. Rudi mpendwa, na wewe ni wakati wako ya kwamba sasa utambue ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Na mwana wa Mungu wana haki. Una haki sawasawa na mwana yeyote wa Mungu, ila lazima uangalie mambo matatu: damu yako, mapenzi ya Mungu, na mambo ya kibinadamu, mambo ya asilia yako, hali yako. Angalia haya mambo matatu. Je, mpendwa, yanakuzuia kupokea kutoka kwa Bwana? Kwa ajili ile pepo ya kupingamizi, ile pepo inayozuia baraka zako zisikufikie, ni kwa sababu mpendwa, kuna mlango umefungulia Ibilisi. Waefeso 4:27. Msimpe Ibilisi nafasi. Wapendwa, tumempatia Ibilisi
kutatiza wito ambao tuko nao, kutatiza maisha ambayo tuko nayo. Tumekubali mambo ya mwili, hali zangu, mapenzi yangu, kupinga makazi ya Mungu maishani mwako. Na unataka ya kwamba wewe ukuwe na haki kama vile watoto wa Mungu wengine walivyo na haki. Haitawezekana. Ndio unaona tunaishi katika mahangaiko. Sio kwamba Mungu hakuoni, sio kwamba Mungu hana hazina zetu. Kwa nini aseme ninajua mawazo yanayokuwazia? Na akajibu akasema ni mema, ili uelewe kabisa kwamba Mungu ana mawazo mema na wewe. Kwa nini mpaka leo wapendwa tunaishi katika mateso na mahangaiko? Ni kwa sababu tumewachilia nafasi Mungu anatawala maisha yetu. Wajua, nimesoma hii mstari ili upate kuelewa. Sikia binti, tazama, tege sikio lako. Kama Mungu amekupatia ministry ya ndoa, umeingia katika ndoa, kuna mambo unapaswa kuyaangalia. Kama Mungu amekufanya kijana ambaye bado haujaoa wala kuolewa, kuna jambo ambalo pia Mungu analiangalia kwako. Wajua, haki ya mwanamke ni mwanamume, mume wake aliyemtolea mahari. Kuna mama alikuwa ananiambia mimi sijaolewa. Lakini si wewe uko kwa mwenyewe. Anasema hapana, sijalipiwa mahari, kwa hiyo hana haki juu ya maisha yangu. Yesu alikulipia mahari pale Kalvari. Wewe ulinunuliwa kwa thamani. Haki ya mke ni mwanamume na haki ya mwanamume ni Kristo. Na mbona sisi ambao tunasema tu wana wa Mungu hatuwezi kupokea kile tunapaswa kupokea? Ajua nimwambia tu Bwana msamehe. Unajua wewe Bwana unajua. Ezekiel alisema wewe Bwana unajua. Hata nikamwambia Bwana unajua, mambo yamekuwa mengi, pressure nyingi, nikasema maneno mengi, lakini lazima ujitetee. Lakini mwisho wa siku Bwana anataka mtu ambaye anaweza kukua mwana wa Mungu, kutembea katika uwana wa Mungu. Wapendwa, hizi ni nyakati ambazo Mungu anataka utukufu wake uonekane ulimwenguni. Kristo anatuambia, unamwamini Mungu, niaminini na mimi. Kwanza lazima umwamini Kristo. Hata kama kuna jambo unataka Bwana akufanyie, lazima uamini. Pale Kana ukisoma katika Yohana 2, katika ile harusi, baada ya pombe ile kuisha, wakamwendea mama yake, akamwendea Yesu, akamwambia hawana mvinyo hawa watu. Akamwambia mwanamke, sasa mimi wakati wangu bado, una nini na mimi? Yeye hakujibu. Akaenda akawaambia, msikilizeni kile atawaambia. Kwa hivyo waliamini, wakaenda kungojea. Bwana anasema kwanza lazima umwamini. Ukimwamini ndio unaweza kupokea. Ni wakati wako umwamini Kristo, ndio Kristo sasa aweze kuachilia ile neema ambayo unahitaji ya kukusaidia kwa wakati wa matatizo, kwa wakati wa mahitaji. Yesu anaweza kuachilia hiyo neema, lakini kwanza lazima umwamini na ujue ya kwamba mimi moyoni mwangu ninampokea Kristo ili mimi nipate kusaidika. Bwana Yesu asifiwe. Ule mpendwa alitoka, alipoachiliwa na malaika, akaamuka pale pakajoti. Kwa neema ya Mungu alikuwa yale majeraha yamepona, na alitoka mbio mpaka kanisani, akapiga magoti, akaambia Mungu nisamehe. Nimeishi katika kunung'unika kama tulivyoambiwa katika ibada ya kwanza. Nimeishi katika kunung'unika. Nimeishi katika kulalamika. Mungu, sijui hata nimekukosea nini. Yaani, wajua nilisikia Mkristo mmoja akiomba hivyo mpaka nikazubaa. Mimi hata sijui Bwana nimekosea wapi.
Unajua hii neno eti nimekosea wapi? So wewe ni mtakatifu sana ukosi. Wapendwa, alipiga magoti akamwambia Bwana nisamehe. Nimegundua ya kwamba mimi kweli ninakupenda, kweli ninakutumikia, lakini nimejawa na manunguniko. Maombi yangu hayastahili mbele zako. Naomba unisamehe. Na leo Bwana, ninaomba kufanywa kuwa haki ya Mungu jinsi ilivyoandikwa. Haikumaliza miezi sana. University graduate kwa miaka karibu 4 hana kazi. Ametuma mabarua kwa kila mahali. Najua unapenda aliniambia amegurumisha mabarua. Nikasikia nikakumbuka. Lakini ilikuwa hiyo wiki naendelea kwa maana na hiyo report. Akaniambia nimetuma mabarua nikingojea kazi. Najua kuna mwingine alikaa miaka 4 hakuna kampuni haina barua yake ya kutafuta kazi. Na kazi ilikuwa haiji. Lakini Bwana baada ya kuomba na kujirudisha katika kutafuta uso wa Bwana ili kujiungamanisha na Kristo aweze kufanywa kuwa mwana wa Mungu, kabla ya miezi 7 kupita, aliajiriwa kampuni kubwa sana. Kwa ajili sasa Mungu anamletea haki zake. Tunaambiwa safari ya siku 11. Mpendwa, unaweza kutembea hapa duniani miaka 40. Na nikashortcut ufike pale Mungu anataka ufike. Lakini kwa sababu haujanyenyekea, haujajipeana kwa Mungu, akatawala kile ambacho kiko moyoni mwako, ambacho umerisafu ya kwamba hii area ya maisha yangu nitatawala mimi. Kwa sababu umejiweka mtawala, naye Mungu anakuachia tawala. Mpaka pale siku utamwambia Bwana I surrender, ndio Bwana atachukulia. Sasa kuonyeshe haki ya wana wa Mungu. Wana wa Mungu wana haki. Kile unahitaji mpendwa. Wale waliosoma enzi za Kibaki wanajua haki yetu. Wale wako nyuma walikuwa hawajui. Naweza chapa mpaka na mzee jirani. Amekuona unafanya makosa kwa njia ya kuchapa. Leo chapa mtoto wa kuanzia Kibaki. I know my right. Sisi wa Kristo tunajua haki zetu. Je, mpendo, unajua haki yako? Unajua tusidanganyane. Tumeambiwa enda ukakae chini uangalie haya mambo matatu. Damu yako ni wewe na watu wa kwenu na vitu vya kwenu vinavyokuhusu, relatives. Je, hawa ni wapi wananizuia mimi nisimtukuze Mungu? Second, mapenzi ya mwili wako. Wewe mwenyewe na wewe. Ni nini kinakufanya hauwezi kujitoa kwa Mungu kwa ukamilifu? Ubinadamu. Unajua, lakini unaelewa sisi ni binadamu. Kuna mtumishi mmoja tulikuwa tunafanya na yeye. Tukifika mahali pa imani, lazima tupandishe imani hapa Kristo afanye mambo. Unaona napiga kona. Unajua, lakini Ibra, sisi ni binadamu. Na Mungu hatukuki. Manake sisi ni binadamu. Tunapinga mapenzi ya Mungu kufanya. Ubinadamu wako mpendwa, ni wapi na wapi umekuzuia hautimizi mapenzi ya Mungu? Tumebakia madebe tupu sana. Mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana, haleluya. Lakini ukipiga kona hivi, watu wanasema, yule ni Mkristo yule. Siamini. Kama Wakristo wako vile, sina haja kwenda kanisa. Umekuwa barua mbaya unasomeka. Na tunaambiwa tukue barua njema usomeke vyema. Bwana Yesu asifiwe. Je, mpendwa, wewe unaona umepoteza haki? Nje ya haya mambo matatu, kama uko katika haya mambo matatu, Mungu anataka ya kwamba urudi. Unajua lazima ujipime mwenyewe. Jipige darubini. Ujiangalie wewe mwenyewe.
Wakorintho wa pili 13 mstari wa 5 inasema examine yourself, test yourself. Jichunguze wewe mwenyewe, ujijaribu wewe mwenyewe, uone kama bado uko katika ile imani, uone kama bado uko katika maelekezo ya Yesu Kristo. Lazima ujichunguze, lazima ujijaribu wewe mwenyewe. Acha nisome. Nasema jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe, au hamjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekatiliwa. Kama huamini Yesu Kristo yuko ndani yako, huwezi kupokea mambo ya kiungu. Haki zote wana wa Mungu wanapokea, ya kwamba uzima ni wetu, ya kwamba amani ni yetu, ya kwamba afya ni yetu, ya kwamba ushindi ni wetu, baraka ni zetu, ya kwamba ushindi ni wetu. Mpendo, kama haiwezekani kwako, hauoni ya kwamba haujajitaribu kujua Kristo ndani yako, hauwezi kupokea haki za wana wa Mungu. Wana haki ya kusimama, wana wa Mungu wana haki ya kukua wazima, wana wa Mungu wana haki ya kufanikiwa, wana wa Mungu wana haki kutembea katika mibaraka. Lakini mbona sisi tunatembea katika mahangaiko na dhiki, kilio, huzuni? Ndio ile tenzi inasema ni mtu wa simanzi. Sasa imegeuka, si Kristo tena ndio mwenye simanzi kwa ajili yako. Wewe ndio mtu wa simanzi. Kila mahali unatembea, wewe umekunjamana masura. Yaani wewe ni mtu unapitia hali ngumu. Oh Bwana, hata muone mpaka unaenda kuimba kama yule mpendo alisema, uko wapi Bwana? Kwa ajili umemsearch haumuoni. Na ni mambo yako. Ndio Bwana leo nataka ujiangalie. Ni wapi ulipoangukia? Ukajikubali. Kwanza jichunguze, jijaribu. Uone kama bado uko katika imani. Uone Kristo bado yuko ndani yako. Ndio uweze kusimama. Nimetamani tuombe. Tumwambie Bwana, nimetambua ya kwamba mimi kweli nimepoteza haki yangu. Juzi tulifundishwa ya kwamba usipoteze haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Wapendwa, Esau kwa ajili ya mwili akapoteza ahadi ya Mungu. Mungu alisema mzaliwa wa kwanza anapewa double portion, anapewa sehemu maradufu, lakini yeye kwa sababu ya tumbo, ndio unaambiwa mapenzi ya mwili kibinadamu, akaona ya kwamba mimi siwezi kufa njaa. Na ndugu yako anatengeneza kasupu kazuri kadeni, akauza haki yake kwa ajili ya mwili. Wewe ni mangapi mpendwa umeuza haki zako ya kuwa mtoto wa Mungu? Umeziuza haki zako kwa ajili ya mambo yasiyompendeza Mungu, na unakuja unasimama. Najua, acha nikwambie, tulikuwa Portrait wakati mke wangu akiwa anaenda kujifungua. Hakuwa pale siku mbili, na tuna ndugu pale naye amekuja na akatupa kamaji. Sasa mimi naomba na yeye wanapita huko. Haya, akasema mimi nimeenda kumpatia maji akakunywa na tayari mambo yakakuwa. Kwa ajili ameniona tulikuwa pale sote, unajua mpaka sasa amenihurumia. Kwa ajili tuko pale sote na mambo onekana ni kama hayao. Akakuja akaniambia, najua niko na maji hapa, haya maji yanaweza kusaidia. Nilimwangalia nikamuuliza yametoka wapi? Najua mimi nikamwambia mimi imani yangu siuzi. Narudi pale nimetengeneza mahali kwangu kwa kupiga magoti. Nimepatana na Bwana, nipige magoti, nimwite. Na nimepiga magoti, unajua ni usiku, nimepiga hiyo namba niko 6
Kwa ajili nilimwambia Bwana naenda mara 7. Yeriko ilianguka mara 7. Nikaenda mara 7. Kwa ajili hiyo ndio mfano niko nayo kwa maandiko. Kama kuna nyingine sijui. Nikaenda nikapiga magoti mara ya kwanza na nikachagua mahali. Hapa ndio nitaombea. Bwana anakuita hapa. Njoo hapa. Nikaenda nikarudi nikamwambia Bwana, bado kule. Shughulika. Nikaenda tena. Kapumzika zile madakika ninasema nikarudi. Imefika hapo mara ya 6 naambiwa kuna kinywaji. Ili kile cha Bwana kisitimie. Wapendwa, nikamwambia kaa kwanza, wacha nimalize ya Bwana. Na nilipomaliza ya 7, haikuchukua ni saa moja. Mambo yakawa. Wajua nilijiangalia nikasema kweli. Hapa kuna problem. Kumbe kaimani kangu kalikuwa kanatafutwa. Je, nitanunua, nitaiuza imani yangu kwa maji? Kwa ajili yamesemekana yana nguvu. Lakini nguvu zangu zina Bwana. Hapo ndio nina drive nguvu zangu. Wale wanataja magari na wale wanataja farasi, lakini mimi nalitaja jina la Bwana aliye juu, yule aliyezifanya mbingu na nchi. Mpendwa, lazima ujijaribu, ujipime, ujue ya kwamba je, ninaweza kupokea zile haki kama mtoto wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Sijui kuna mtu anataka kuomba na mimi. Unajua nataka niombe. Bwana nipatie haki. Bwana nirudishe katika haki. Nataka kumwambia Bwana nisamehe. Nimewaste time kwa sababu ya haya mambo matatu. Damu, mimi mwenyewe na mapenzi yangu. Ubinadamu wangu najua, mimi hata siwezi, najua. Bwana napenda kuomba usiku, lakini najua usingizi nayo ninaipenda sana Bwana. Nasema kulala kidogo, kusinzia kidogo, umaskini unakaa. Lakini nimekubaliana na umaskini. Kwa ajili sitaki kutoka. Ni wangapi maskini wenzangu wanaopenda kulala usiku hawaombi? Situfikiri, si tunakiri. Si ni kweli? Hakuna maskini. Mimi peke yangu. Basi nitaomba mimi peke yangu. Njoo hapa, mimi nitaomba peke yangu. Keni simama pale nilipo najua. Wewe ndio nikufundisha, unajua. Rest on me. Rest on me. Wapendwa, nataka tuombe kama wewe unafikiria kweli umepoteza haki. Ama ulikuwa haujui ya kwamba kuna haki. Uzima, afya, uponyaji ni haki yako. Kama unafikiria kwamba kweli mimi haki zangu zimechukuliwa na mtu mwingine, na kusihi usimame, nataka tuombe. Bwana akurudishe katika haki ya Mungu. Bwana akurudishe wewe na mimi katika haki ya Mungu. Bwana arudi kwako. Kama ni afya ilichukuliwa, ni haki yako, Bwana akurejeshe. Kama ni furaha katika nyumba yako, Bwana airejeshe, ni haki yako. Watamfurahia Bwana. Wapendwa, kama ni nini kimefanywa ambacho mpendwa unaona kimekuwa mzigo, mwambie hivi, Bwana, haya mateso sio haki ya mtoto wa Mungu. Nimetambua Bwana nimekosa. Naomba unisamehe na unifanye kuwa mwanao. Unipe haki siku ya leo. Nitembee kama mtoto kweli wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka tuombe. Ndio nimkaribishe mchungaji amalizie. Tuombe. Nataka tuombe. Rest on me. Tafakari yale mambo ambayo yamekunyima amani na furaha moyoni mwako, ambayo yamekufanya umeona kabisa wewe mtoto wa Mungu umekosa. Let your power, all God's power, rest on me, rest on me. Let your power, all God's power, rest on me, rest on me. Oh, oh, oh.
rest on me. Oh, rest on me. Let your power to prosper, rest on me, rest on me. Let your power to prosper, rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Let your grace, this grace won't favor, rest on me, rest on me. Let your grace, this grace won't favor, rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba neema, maana umetupatia uwezo. Umesema wale walioniamini jina lako nao wakakupokea. Umewapatia uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Nao wana wa Mungu ni wale wanaongozwa na Roho wako Mtakatifu. Maana wewe ambaye haukuwa na dhambi ukatufanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi ambao tuna dhambi tusiostahili, Bwana, tuweze kufanywa haki ya Mungu. Katika maisha yetu tumekosa haki kwa sababu tumekuwa watenda dhambi, na umesema tumetenda dhambi tukapungukiwa na utukufu wako. Ninaomba utusamehe, Bwana. Samehe kila mmoja anaipaza sauti yake akiwa amejichunguza na akajua ya kwamba amepungukiwa. Ninaomba neema ya msamaha kwa ajili ya kanisa lako, neema ya msamaha kwa ajili yetu sisi sote. Bwana, ukasamehe. Bwana, ukawasilie, maana tumetembea katika uasi na katika uovu. Tumejawa na matendo yetu ya damu. Tumerudishwa nyuma kwa sababu ya damu zetu. Pale Bwana tulipotoka, pale tulipozaliwa, watu wa damu zetu, sisi wenyewe tumevutwa nyuma kwa ajili ya damu zetu. Naomba utusamehe na kusihi utusamehe. Wengine nyumba zetu, wengine ndoa zetu zimerudi nyuma kwa ajili ya watu wa damu zetu. Naomba Bwana utusamehe. Tumekosa kutembea katika haki, tumekosa kulinda nyumba zetu, tumekosa kulinda ndoa zetu, tumekosa kulinda uzao wetu kwa ajili Bwana ya damu zetu. Baba, tusamehe. Samehe kila mmoja Bwana, samehe. Ninakulilia Bwana, ninakulilia Mungu wa neema. Ninaomba neema ya msamaha. Samehe Bwana, maana sisi ni kama yule mpendwa aliyetembea miaka mingi kwa kuwa amejawa na maombi ya malalamiko. Mungu, nimekukosea nini? Mungu, nimekosa wapi? Ninakuja kwa ibada, ninatoa zaka, ninafanya jinsi ninavyopaswa kufanya, lakini maisha yangu ni magumu, maisha yangu ni ya mahangaiko. Lakini Bwana ukamkuzuia, akapate kujua ya kwamba ameomba makosa, ndio maana hawezi kupokea. Amepigana, amefarakana kwa sababu anaomba vibaya. Tusamehe Bwana, nisamehe mimi mwenye dhambi, nimekosa. Ninakulilia, ninakusihi Bwana Yesu, unisamehe. Ninaomba neema ya msamaha, maana mambo haya umenifunulia ili Bwana nikayafunue kwa kanisa lako. Ni mengi ambayo Bwana nimekosa. Mimi Bwana nasikabidhi mikononi mwako, maana mambo haya matatu ndiyo mzigo, ndiyo dhambi inayonizika upesi na kuinulia macho yangu. Bwana, ninakuomba ukaniondolee. Baba, tazama kuna dhambi zinazotuzinga, zinatuzuia mapenzi yetu yanakuwa na nguvu kuyapinga mapenzi yako katika maisha yetu. Yametunyang'anya haki zetu,
lakini haki ya kuwa na furaha tumenyang'anywa, kwa sababu tumepatia nguvu nafasi katika maisha yetu, na kuomba utusamehe, utuondolee mashtaka, utuondolee pingamizi, utuondolee vizuizi kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya agano la milele, ukaondoa kila pingamizi inayozuia tusipokee haki zetu kama watoto wa Mungu. Umesema ninyi ni miungu, wana wa aliye hai, wana wa Mungu aishiye. Baba, ninaomba ukaondoe utaji unaozuia watu wako wasiweze kupokea haki. Naomba jioni ya leo, mchana huu wa leo, adhuhuri hii ya leo, Bwana ukashuke na kuondoa utaji juu ya maisha ya kila mmoja, ili Bwana tukaweze kutembea katika uaminifu, tukaweze kupokea haki, tukaweze kufanywa haki. Baba, maisha yetu yakakuwe haki ya Mungu ulimwenguni, tukakuwe barua zinazosomeka vyema, tukakuwe nuru, tukakuwe taa inayoangaza vyema, inayoangaza, isiwe ni taa ambayo imewekwa chini ya kitanda, imewekwa kwenye pishi, ikafichwa chini ya kitanda. Baba, naomba ukatuinue, ukatupandishe katika vyako. Baba, ninakutukuza, maana siku ya leo umetufunza tukaweze kupata haki zetu, tukatambua ya kwamba sisi sio kama Edomu aliyeuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Sisi tumeuza haki zetu. Baba, tumekuamini, tumekupokea, tupe uwezo sasa, tuwezeshe sasa, tuwezeshe Bwana, kila mmoja wetu akaweze kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Tuwezeshe, tunataka kukuwa wana wa Mungu, tunakiri Bwana, tunataka kukuwa wana wa Mungu wa kweli. Baba, tuwezeshe, fungua mioyo yetu, fungua mawazo yetu, fungua masikio yetu. Baba, tunakushukuru kwa neno lako, tunakushukuru kwa mchana wa leo, kwa maana Bwana hakika unaenda kufanya mageuzi katika maisha yetu. Pokea sifa Bwana, pokea enzi na utukufu, maana umefanya na umetenda makuu, nami nalihimidi jina lako. Asante Bwana kwa kuniwezesha, asante Bwana kwa kunitumia. Nakushukuru kwa ujumbe wako, naamini ya kwamba watu wako wamesikia, watu wako wamepokea, na katika maeneo ya maisha yao wanaenda kufanya marekebisho, na Bwana watauona utukufu wako na ukuu wa jina lako. Kwa jina lako Yesu, kwa jina lako takatifu, Mkombozi wetu Yesu Kristo, wewe uliyefanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tuvalishe mavazi ya wenye haki wa Mungu. Tunakushukuru kwa kuwa ulilipa gharama kwa ajili yetu. Tusaidie, kuwezeshe, tukabadilike, tukatembee katika uaminifu wako. Kwa jina kuu la Yesu Kristo, tumpigie Bwana makofi, tumshangilie Bwana kwa kuwa ametutendea mema. Haleluya, haleluya, amen, 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 amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi namrejeshea Mungu shukrani kwa yale